Karibuni sana jamani. Kama unavyoona hapo, tumesema kwamba maisha halisi yakoje na siri ya mafanikio ni ipi. Kwanza nafurahi kupata fursa ya kuongea na nyie, kwa sababu naamini kabisa hii fursa ni muhimu sana kwa kila mmoja, kwenu na kwangu mwenyewe, kuweza kujua baadhi ya mambo. Kwanza tuweze kujitambulisha, nyinyi ni kina nani, yani kwa haraka mpo wapi, na elimu, yani ile umri wenu na level gani ya elimu mlionayo sasa hivi, kabla sija kujitambulisha mimi. Mnasoma level gani sasa hivi? Form 3. Form 3. Na wote mmezaliwa Dar es Salaam, si ndio hivyo? Ndio. Nyinyi watu wa Dar es Salaam. Ndio. Okay. Mwenye umri mdogo kulikoni wote ana umri wa miaka mingapi? 15. Na mwenye umri mkubwa ana miaka mingapi? 17. Nani? Okay. Nyie kwa haraka tuanze aliyovaa miwani. Wewe unataka kuja kuwa nani? Daktari. Doctor. Kwa hiyo uko vizuri kwenye masomo ya sayansi sasa hivi, si ndio hivyo? Wewe mwingine? Mwanasheria. Unajua kinachohitajika mpaka uwe mwanasheria ni vitu gani? Sijui. Okay, tutaongea mambo yote leo. Mwenye hijabu nyeupe? Nesi. Ndio kwa nesi. Mwenye hijabu. Haya. Nesi. Na huyu mwingine karibu na mwalimu hapo? Ndio kwa mwalimu. Engineer. Okay. Sasa ngoja nijitambulishe mimi kwa haraka. Mimi naitwa Ernest Boniface Makulilo, ndio maana unaona hapo kwenye jina langu limesema EBM. Hicho ni kifupi cha majina yangu. Nimezaliwa, nimekulia Kigoma. Huu ni mwaka wa 13 naishi Marekani. Kwa muda wa miaka 13 nipo hapa. Lakini haikutokea tu overnight kwamba nakuja Marekani, kwamba nimepata tu bahati nasibu ngoja niende Marekani. No. Kama swala kwanza bado nimewaulizeni nyie mnataka kuwa kina nani, ndio kitu ambacho mimi nimekuwa na ndoto kwa muda mrefu. Na nimewaulizeni swali la umri kwa sababu ni muhimu sana. Sasa hivi kuna utofauti miaka ya sasa hivi na miaka ya kipindi sisi tunasoma. Mimi sio mzee, ila tu kwamba zile miaka tulikuwa tunasoma sisi ni kwamba tulikuwa tunaanza shule mpaka ushike mkono hivi. Maana yake ulikuwa unaanza darasa la kwanza uko na miaka 8. Ukimaliza darasa la 7 unakuwa na miaka 15. Wakati nimeulizeni umri wenu ni miaka mingapi, unasema na miaka 15 fuko form 3. Kumbuka mimi na miaka 15 niko darasa la 7. Hiyo tofauti ya kwanza. Kipindi ambacho mimi niko mdogo hakukuwa na internet. Hakukuwa na simu ya mkononi. Hakukuwa na laptop. Hakukuwa na WhatsApp. Hakukuwa na Facebook, hivyo vitu vyote havikuwepo. Internet zilikuwa ndio zinaanza kwenda kwenye hizi zilizo sema internet cafe. Unakwenda pale kwa Kigoma ulikuwa unalipa shilingi 500, kwanza kwa shilingi 1000 kwa dakika 15. Baadaye ndio ikashuka kaja shilingi 500 kwa dakika 15. Kwa hakukuwa na exposure kama sasa hivi. Hakukuwa na YouTube, hakukuwa na Instagram kwamba unaweza kwenda kuona ukawa inspired na maisha ya nje ya nchi. Au hata ukisema sasa hivi ngoja niangalie kwenye YouTube
mwanasheria anafanyaje, dokta anafanyaje, unaweza kuangalia video za dokta anavaaje, anafanya nini, lakini hatukuwa na hivyo vitu vyote. Lakini tulikuwa na kitu kimoja kikubwa, tulikuwa tuna ndoto. Tunataka kuja kuwa kina nani baadaye. Wakati niko darasa la 5 na darasa la 6, ilikuwa huo ni mwaka 1994-95. Nilikuwa na miaka 13, miaka 14. Wakati na miaka 13, 14 pale ndipo nilipotoa maamuzi kwamba sintaishi bara la Afrika, kwamba nitakwenda Marekani, nitaishi Marekani, nitaoa Marekani na maisha yangu yote yatakuwa Marekani. Kwa watu wengi ilikuwa ni ndoto za kijinga, wengi hawakuamini hizo na akili za kijinga. Lakini mimi nijua ninachokifanya ni nini. Ni ndoto za kitoto. Kuna sababu nyingi zilizopelekea katika umri ule pale, katika mazingira yale pale, kusema kwamba nitakuja kwenda katika nchi kama Marekani ambayo hujawahi kuiona hata kwenye TV, mara kwa mara moja sana unaweza kaona. Kwa katika mazingira yale pale nikaenda sekondari, ndoto yangu ikubadilika kwamba lazima niende Marekani. Form 1 mpaka form 4, 5 na 6, chuo kikuu, bado kila mtu atakayemuuliza ambaye alikutana na mimi atakwambia ndoto yangu ilikuwa ni kwenda Marekani, kuishi na kufanya maisha Marekani. Lakini tangu darasa la 5 hiyo nilijua njia za kwenda Marekani ziko nyingi, lakini niliamini njia hii moja. Niliamini njia ya shule. Na sio katika njia ya shule tu kwamba ndio njia ya kuiamini, ni kwamba unapofanya kitu chochote kile pale katika maisha yako, lazima ugawe hivyo vitu katika mazingira mawili. Ni vitu gani unavyoweza kuvicontrol wewe, na vitu gani unaweza kumwachia Mungu. Vitu gani unaweza kumwachia mipango hii ya bwana tusubirie labda kitu fulani kikitokea. Lakini vitu gani wewe una control. Na hivi nasema vitu vya control tutakuja kuangalia nyie kama wanafunzi uko form 3, ni vitu gani unaweza kuvicontrol wewe, na vitu gani unaviachia kudra Mwenyezi Mungu. Ni vitu gani utakao ilaumu serikali, lakini hata kama kuna mapungufu ya serikali, wewe kama wewe umefanya nini? Sikuwa na internet, hakukuwa na simu ya mkononi, hakukuwa na social media, hakukuwa na mtu sasa hivi anakana wewe yuko Marekani na kupigia simu au na kutumia WhatsApp message kwamba bwana maisha yako hivi, au watu wanatoka vya vikuu kuja kukwambia bwana maisha yako vipi. Ilikuwa ni vigumu sana. Lakini tofauti na changamoto hizo hapo, tulikuwa tuna ndoto, na nikaamini kwamba njia ambayo naweza control mimi ni shule, kwamba nikisoma sana nitapata good grades, nikipata matokeo mazuri ndio njia tiketi ya kwenda Ulaya. Kwa sababu kusema nataka kwenda Ulaya, rafiki zako atakuuliza swali, babako ni nani wewe? Babako ni mwanasiasa? Babako ni mfanyabiashara? Ana hela kiasi gani? Una connection kiasi gani? Watu watakuuliza hayo maswali. Lakini swala kujiuliza wewe ni kwamba, je, wewe kama wewe una nafasi gani katika mafanikio yako wewe kama wewe? Babangu ni mtu wa kawaida. Nimezaliwa, nimekulia katika familia ya watoto 13. Kwa unataka kuangalia hapo maisha yalikuwa ni namna gani? Sio kama ni maisha kama ya kina watoto wa viongozi kama watoto wa Makamba, watoto kina Kikwete, watoto kina Ruwasa. Ni tofauti. Watoto kina Manji ni tofauti. Kwa katika utofauti huu hapo lazima ujibebe mwenyewe. Lazima wewe ndio ujikomboe. Kwa uondokane na lawama ambazo hazina msingi. Kwamba yes tunakubali kwamba umezaliwa masikini. Yes tunakubali kwamba wazazi wako sio matajiri. Lakini umasikini wa wazazi wako unazuia vipi wewe kufuata njia ambazo nakuja kukuambia sasa hivi? Kwa mfano, una masaa 3. Unakuzuia vipi wewe kusoma daftari? Hakukuzuii. Kuna kuzuia vipi wewe sasa hivi kuanza kukimbia kila siku ili uweze kujiandaa kukimbia kwenye Olimpiki? Kuna kuzuia vipi? Kuna kuzuia vipi wewe sasa hivi kuanza kama una kipaji cha kuchora kuendelea kuchora? Hata chora chini utajijua. Kuna kuzuia vipi wewe sasa hivi kuanza kufanya mambo mengineyo
Mfano ukisema kwamba wewe unapenda kuimba, wewe unaimba kila siku, unapenda kuoga, imba kila wakati, kuna kuzuia vipi? Hakukuzuii. Kwa kuna vitu tutalaumu mifumo, jamii, serikali, wazazi, sijui nini, lakini it all comes back to you. Unafanya mbinu gani kubypass ile system? Kuna matajiri au watu wanafanikiwa wengine kutokana na mchango wa familia zao, kutokana na stability, uchumi na mambo mengineyo, lakini wewe kama wewe umejiandaa namna gani katika kuhakikisha hicho kitu? Sasa katika vitu vya namna hiyo hapo, yote yanaanza na ndoto. Wewe ndoto yako ni nani? Na ndio nimeanza kuuliza swali, unataka kuwa nani? Nataka kuwa dokta, nataka kuwa nani, nataka kuwa nani? Lakini mipango yako ni ipi sasa kutimiza ile ndoto? Ukisema mimi nataka kuja kuwa dokta, what it takes to become a doctor, lazima ujue. Kama ni grades, lazima ujue inabidi una grade kiasi gani. Kama ni combination gani, lazima ujue. Umeshakutana na dokta kuongea naye, je, anapenda kuwa dokta? Usiseme nataka kuwa dokta sababu anavaa joho jeupe, kwa sababu unasikia dokta una mshahara mzuri, mwanasheria ana mshahara mzuri. Je, ni kitu unachokipenda? Na kama unakipenda, umeshakutana na dokta au kukutana na mwanasheria, kumuuliza swali, hivi have you ever regretted? Umeshakujutia maamuzi yako kuwa mwanasheria? Kitu gani unachokipenda wewe kama mwanasheria? What makes you enjoy that profession as a lawyer? Kwa sababu kuna watu wengine amemwona tu fulani kama engineer na mimi nataka niwe engineer. Lakini unataka kuwa engineer, unakuwa kama vile mimi, unagonga F ya hesabu. Sasa engineer gani na F ya hesabu? Haiwezekaniki. Kwa kama unataka kuwa engineer, yes, lazima ufaulu masomo yote, lakini kwenye masomo ambayo yanakupeleka kuwa engineer, umefanya vizuri masomo ya sayansi. Kwa lazima kwanza unapotaka kusema nataka kuwa nani, ni kama vile mimi nimetoka Tanzania, nimekuja Marekani. Sasa hivi mimi ni raia wa Marekani. Siwezi kuwa na ndoto ya kusema kwamba nataka kuja kuwa rais wa Marekani. Kwa nini? Katiba ya Marekani hairuhusu mtu aliyezaliwa nchi nyingine kuwa rais wa Marekani. Kuna ndoto zingine haziwezekaniki. Kwa lazima uwe na ndoto, vitu ambavyo vinawezekanika. Sio impossible, vinawezekanika. Huwezi kusema kwamba mimi sasa hivi nataka kupalizwa mbinguni kama Bikira Maria. Haiwezekaniki, kwa sababu lazima ufe. Kwa lazima uamue vitu ambavyo vinawezekanika. Wewe ni Muislamu, alafu ndoto yako ni kuwa papa. Haviingiliani hivi vitu. Wewe ni Mkristo, ndoto yako ni kuja kuwa shehe mkuu wa Tanzania. Havendani hivi vitu. Hata madrasa hujai kwenda, unataka uwe shehe mkuu. Kuna vitu lazima unaposema na ndoto, nataka kuja kuwa mwalimu, lazima ujue blueprint. Unapotaka kujenga nyumba, lazima uwe na ramani. Ina ile ramani sio nzuri, ramani haipendezeki hata siku moja. Ramani ya nyumba, chini hizo ramani unaweza post Instagram, zinakuwa zina bati sijui nini, no. Ramani ya nyumba ile blueprint ina mistari, inaonyesha misumari mingapi, inaonyesha matofali mangapi, inaonyesha makona kona, uweze kuielewa. Na ndio maana ya ramani. Blueprint, msingi wa maisha halisi ni yapi? Usimwone Diamond kafanikiwa basi kwa sababu kuna shortcut wewe kufanikiwa kufika katika ile level. Usione Harmonize sijui huyu nani Alikiba wamefanikiwa basi unataka kufanikiwa bila kujua blueprint ya kuwa mwanamuziki bora ni ipi. Kuna kipaji, kuna hard working. Kipaji ni kizuri kuwa nacho, lakini unachukua hatua zipi kuhakikisha kwamba kile kipaji unakipeleka katika level nyingine? Lazima uwe na ramani ya mafanikio. Kama mimi ndio kwa pengo ya satani kwa nitakwenda Marekani, nitaishi Marekani, nitaoa Marekani, nitafanya maisha yangu Marekani. Nilikuwa sijui sana Marekani kama sasa hivi unaweza kujua Marekani, lakini nilijua njia ya kwenda Marekani ya kwanza kubwa ambayo niliamini ilikuwa ni njia ya elimu.
siku unayofanya mtihani wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kumaliza chuo tarehe 29 mwezi wa 5, tayari nilikuwa nimeshapewa udhamini wa kuja Marekani kufundisha Marekani. Tayari nina tiketi ya kuja Marekani kuanza maisha Marekani. Kwa haikuwa bahati mbaya, ilikuwa ni miaka mingi. Na lazima ujue unaposema nataka kuja kuwa engineer, napotaka kuja kuwa dokta, napotaka kwenda Uingereza, napotaka kucheza mpira, ni vitu gani ambavyo vinamzuia mtu asifanikiwe? Vitu gani vinamzuia mtu asifikie ile ndoto? Wewe unasema mtoto wangu kuwa mcheza mpira mkubwa kama Mbwana Samata. Very good. Lakini kila siku unakula chips. Kila siku wewe unalala saa 1 asubuhi. Hujawahi kufanya mazoezi. Ili uwe professional soccer player, kuna maisha ya yale pale. Unaamka saa ngapi, unakula nini, unalala saa ngapi, unakunywa maji kiasi gani? Kuna blueprint ya kila profession unaotaka kufanya. Kwa hiyo hata kama kusoma, lazima ujue maisha ya mwanafunzi yanakuaje. Wengine watakudhihaki kwamba unasoma kama umetumwa na kijiji, si umefanya hivi na hivi na hivi na hivi. Wakati unasoma, shetani anakuja pale pale juu yako. Bwana, kuna tamasha leo la bure. Maana kesho kuna mchiliku nyumba ya jirani. Kesho kuto kuna wali wa bure huku sehemu fulani. Kuna distractions nyingi, na hayo ndio maisha. What will separate you from other people ni kitu hiki kimoja: kukataa yale makando kando yote, kuwa very focused. Katika safari yangu ya kuja Marekani, kuachilia changamoto nyinginezo, binafsi kitu kikubwa kilichokiona kilikuwa ni kikwazo kikubwa kwa watu, kwa mimi au kwa kuona experience ya watu wengineo, ilikuwa ni mapenzi. Kwamba ukiingia mapenzini, ilikuwa inapunguza ile hasira yangu ya kutimiza ndoto yangu. Ningeweza kuwa kipofu kuamini kwamba New York ni sawa na Mwananyamala. Unaambiwa mapenzi ni upofu. Love is blind. Kwa binafsi sikutaka kuwa katika mapenzi, kwa sababu nilijua naweza kampenda mtu alafu ikafika nafasi kwenda wakati kwenda Marekani afu nichague, je, niende Marekani au kuna mtu nimempenda. Sasa kwangu mimi ni rahisi. It doesn't matter wewe ni nani. I started loving America more than any other person. Kwa hiyo kuondoa sababu nisika hurt any person's feeling na kuwa katika bad situation kwamba ukiondoka huyu mchumba wako utamwachia nani? Huyu mke wako utamwachia nani? Kwa mimi wakati katika njia yangu yote sitaka kuwa na hiyo solution, kuwa na hizo stress. Kwa simaanishi kwamba lazima ukatae kila kitu, ni kwamba angalia wewe kama wewe. Baada ya kwamba hii ndio blueprint, je, katika hii safari changamoto zake ni zipi? Wewe weakness zako ni zipi? Ni vitu gani unajua kwamba nikiingia katika huku nimeingia kwenye mtego, imekula kwangu? Ili njia za kufanikiwa katika maisha sasa hivi ni rahisi mno, tofauti kipindi mimi natafuta fursa za kuja ugaibuni. Hakukuwa na fursa nyingi miaka 2000, miaka 90, kwa sababu ya teknolojia haikuwa hivyo. Sasa hivi nimeulizeni hapa, ndoto zako ni kuwa nani? Engineer, kuwa dokta, kuwa nani? Unajua ni miaka mingapi inakuchukua wewe mpaka kuja kuwa daktari? Ni miaka mingapi inakuchukua wewe mpaka kuja kuwa engineer? Mpaka kumaliza degree ya kwanza, ukifanya degree ya miaka 3 tu, achilia miaka 4 au miaka 5, ni miaka 17 kuanzia darasa la kwanza mpaka unamaliza bachelor's degree. Miaka 17, 18, 19 nategemeana, unakuwa ni engineer, unakuwa doctor, degree ya miaka 4, 5, kuspecialize, internship, vyote hivyo vinakuwemo mundani. Lakini wewe kama wewe, kwa nini unataka kuwa na kile kitu? Lengo ni hela au lengo unaipenda ile profession? Niwaulizeni nyinyi hapa. Lengo kubwa ni nini? Lengo ni hela, lengo ni profession unayoipenda ile pale.
Anza mmoja ajibu kwanza. Kunaonyesha malengo yangu. Lengo kubwa la wewe kusema nataka kuwa mwalimu, kuwa engineer, kuwa doctor ni nini? Sijasikia mtu anasema kwamba lengo langu mimi ni kuwa mwanamuziki. Sijasikia lengo langu mimi ni kuwa mcheza mpira. Lengo langu mimi ni kuwa YouTuber. Lengo langu mimi ni kuwa nani? Kuwa dancer. Sijasikia hayo. Wewe unataka kuwa leo lengo ndio unachokipenda au unataka hela? Chukua mbili za kupata hela. Yeti. Penda kazi. Unapenda kazi. Mwingine? Wasaidia wenzangu. Mwingine? Maamuzi sahihi. Kuwa na Maamuzi sahihi. Yeah. Kati yenu wote hakuna mtu anataka kuja kuwa mwanamuziki, mtu kuwa dansa, mtu kuwa mchoraji, mtu kuwa yani kutumia kipaji kingine kufanya maisha. Sio lazima tu kwamba lazima niwe dokta. Kuna mtu mwenye malengo hayo na ameshafanya nini mpaka sasa hivi? Kujiingiza katika uigizaji. Unasema? Kujiingiza katika vyama vya uigizaji. Wewe ni mwigizaji au una kipaji gani? Nipo katika peji za kuipitia. Nani anataka kuwa mtangazaji hapa? Au mwandishi wa habari au mtangazaji ni nani? Mimi. Okay. Mimi hapa mtangazaji. Katika nyewe wote kuna mtu mwenye simu? Ndio. Sasa hiyo simu unaitumiaje kama ni mwandishi wa habari? Umeshawahi kumhoji rafiki yako? Kupractice kuhoji mtu, kujua kama utaweza au uwezi. Kwa sababu sasa kama mwandishi wa habari unaambiwa yakaa hapo, unachukua hiyo simu yako unaweka hapo, unamhoji mtu, machozi za kutoka. Umeshakujaribu kuona. Hivi vitu lazima uvitesti kwanza kabla havijafikia katika level kubwa. Unataka kuwa mwanasheria, lazima uanze kutesti kuongea, kuweka argument zako. Usitake kuwa mwanasheria alafu unaamka tu asubuhi leo hii siku unakuwa mwanasheria unaambiwa sasa kumaliza law school, aya nenda sasa pale mahakamani unakutana na judge, unaanza machozi za kutoka, unaanza kulia. Kwa nini huja practice? Kwa kutaka kuwa mwandishi wa habari, anza kutafuta mbinu za ku practice. Interview rafiki yako, record hizo interview, jiangalie vitu gani uimprove. JF Kennedy alikuwa ni miongoni mwa rais vijana wa kwanza wa Marekani. Ukoo wao ni wanasiasa wanaoheshimika sana kwa Marekani. Ma senator, ma congressmen, whatever. Wote ni hata mtu akifunga ndoa na mtoto ule kwa kina Kennedy ule pale. Kila mtu anakanika kwamba ndio maisha yake yamebadilika, kwamba ni kwa viongozi. Kitu kimoja baba yao alichokifanya, kwa sababu kwa wanaandaa watakuwa na siasa. Kila Jumapili lazima kila mtoto atoe speech akihutubia Marekani. Lakini yeye ndio Marekani anamhutubia yeye. Kwa hiyo wale watoto kwa wanaandaa speech kila Jumapili. Kwa hiyo kwa sababu wale watoto ndio wana siasa, sasa walikuwa wakisimama baadaye kija wakiongea jukwani, ni watu hatari mno. Hawakukurupuka tu ndio kwa mwanasiasa kama vile tu Tanzania sasa hivi mtu maisha amempiga makoma magumu, kesho kutwa anavaa uniform ya CCM au uniform ya Chadema na anakuwa mwanasiasa ndio aongee jukwani. Public speaking is a profession. Kwa hiyo wewe unachotaka kukifanya, anza kupractice. Unataka kuwa engineer, alafu ukimwona fundi magari unamdharau. Wale wanafanya watu practice. Anza, nenda kujifunza wanafanyaje vile vitu. Unataka kuwa very sister do msafi, unataka kuwa engineer, unataka kuchafuka. Engineer ni kazi. Kwa lazima uweze kujiandaa kisaikolojia kwamba lile life linakuaje. Tangu mdogo unabidi uandae hivyo vitu. Kwa
hivyo ni vitu ambavyo vya kuviangalia kwa haraka inakuwaje. Sasa kuna vitu kadhaa nataka nivizungumzie hapa. Nimezungumzia katika maisha halisi kuna ndoto, lakini una mipango gani kutimiza ile ndoto? Katika kuangalia una mipango gani ya kutimiza zile ndoto, lazima ujievaluate wewe kama wewe, kwamba familia yako ikoje, jamii yako ikoje, serikali yako ikoje, vitu gani vinaweza kukusupport katika ile mifumo ya familia, jamii na serikali kutimiza malengo yako wewe, na ni vitu gani katika wazazi au familia yako, jamii na serikali yako haviendani na malengo yako wewe, haviko compatible, ili ujue changamoto gani unazokutana nazo uweze kuzibypass ile pale. Ukishajua kwamba nina msaada gani na sitapata msaada wapi, usije kafika katika sehemu unasoma mpaka unamaliza degree alafu unaanza kulaumu serikali. Bwana, huyu Mama Samia, huyu Magufuli, huyu Kikwete hawatupi ajira. Kwani walikuwa wakati unaanza darasa la kwanza walikwambia wanakuja kupa ajira? Walikwambia hivyo? Hapana. Nini maana ya elimu? Unasoma ili uweze kutatua matatizo kwa kutumia kichwa chako vizuri. Hiyo ndio sababu kubwa ya elimu. Sababu ya elimu sio kama mimi nasoma nimalize darasa la 7, niende form 4, niende form 6, niende chuo kikuu, nitoke pale miaka 17 nikafanye kazi ya kulipwa shilingi milioni 1. Hayo sio malengo. Malengo ni kwamba ya elimu ni kusolve matatizo katika level ya hali ya juu. Maana yake ni kwamba ukisema wewe umesoma, ni mwanasheria, lakini unataka kufanya biashara, kwa sababu umesoma, hutakurupuka leo hii kusikia bwana mayai ya kwale yanalipa, basi naenda kufuga kwale. Hata hujafanya research. Ulisoma darasani maana kufanya utafiti, maana kugundua, kuangalia cost benefit analysis. Umesoma masuala ya kuweza kufanya hizi evaluation. Kwa kabla hujadumbukia kuanza kufanya biashara. Na ndio sasa hivi watu wengine tunazungumzia biashara za WhatsApp. Kwa mtu amesikia bwana, mkungu wa ndizi Mbeya ni shilingi 10,000, Dar es Salaam shilingi 30,000, nauli shilingi 5,000. Nikileta Dar es Salaam nitapata faida shilingi 10,000, 15,000. Lakini ya calculate kwamba je, storage inakuaje? Calculate kodi inakuaje? Je, ndizi zinaiva baada ya muda gani? Ndizi aina gani? Msimu gani? Calculate mambo yote. Lakini ukisikia tu kwamba ndizi 10,000 kule, 25,000 Dar es Salaam, unachukua mkopo, unaenda kufanya biashara. Huo sio usomi. Huo ni ujinga. Lazima utumie elimu. Kwa lengo kubwa la elimu ni kufanya utafiti. Kwa wewe kama wewe, hata kama una degree ya wanasheria, hukatazwi kuwa mfanya biashara. Wewe kama daktari, hukatazwi kuwa na mtu wa kufanya kilimo, lakini unafanya kilimo cha kisomi. Unafanya biashara kisomi. Mimi hapa nilipo na elimu ya master's degree. Nilishakuwa admitted for PhD, lakini sitaka kusoma PhD. Lakini ninafanya vile YouTube. Nafanya video za YouTube. Tatizo kubwa, watu wengi wanaona YouTubers wengi hasa kitanzania au Afrika wengi, YouTubers wengi ni udaku, comedy, mbwambo ambazo hazina maana, mpira, makolokolo ajabu ajabu. Lakini njoo nje utakuta mwanasheria ana YouTube channel. Daktari ana YouTube channel. Sijui engineer na YouTube channel, anaelezea yale mambo anayofanya katika fani yake. Mimi sasa hivi ukiniambia ndoto yangu mimi ni kuwa nani for the rest of my life, ni kuwa YouTuber full time, kuwa nachokifanya kama tunaongea na wewe na kwenye YouTube, watu wanaangalia, wanaelimika, maisha yanaendelea. Sasa wewe kama unataka kuwa mwalimu, sawa, unafanya ualimu, lakini umeshaangalia jinsi gani ya kufanya vile na ualimu kutumia njia ya internet. Ndio maana nasema kwamba sasa hivi ni rahisi sana kufanikiwa kwa sababu tuna teknolojia. Kuna YouTube, una uwezo, wewe ni mwalimu, kaanza kutengeneza vipindi vya kama ni kufundisha darasani, hivi ya kufundisha unaweka online. Kuna rafiki zangu kadhaa wana YouTube channel za kufundisha Kiswahili tu online. Kuna watu kazi yao ni mafundi garage, kazi yao ni ile pale. Kuna watu kazi yao anapenda kupika. Kwa kile chakula anachokipika
anatengeneza, anaonyesha jinsi anavyopika, anaweka kwenye YouTube. Watu wanalipwa mamilioni ya hela kwa kuweka video za kupika tu, kufundisha tu kupika online. Kuna watu kazi yao ni kucheza. Kwa mfano kuna dada mmoja tu Angel Nyigwa, kama mmeshaona kwenye nyimbo za Diamond nyingi au za Wasafi. Hana PhD. Ila kama kupata hela, anapata hela kuliko watu wenye PhD. Anapenda kucheza tangu udogoni, akapeleka kile kipaji chake katika level nyingine. Kuachilia kufanya katika zile nyimbo, achana mambo ya nyimbo, kufanya katika dance studio, lakini ana YouTube channel. Kaangalia channel yake, anapata views ngapi kwa siku? Anapata hela kiasi gani kwa mwezi? Kwa maana yake ni kwamba wewe unachokipenda zaidi ni kitu gani? Je, kuachilia kufanya ile kazi yenyewe, una uwezo wa kufanya katika mazingira gani? Wewe ni engineer, umesoma Ardhi University, umekuwa mchora majengo. Je, katika kuchora ile majengo, vile vile kuchora zile ramani, umesha kuangalia jinsi gani kuchora zile ramani kuanza kuziuza online? Watu sasa hivi kila mtu anatamani kuwa na Instagram, kupiga picha na kuuza sura. Unajua kuna website nyingi duniani ambazo zinauza picha. Yaani kwamba unapiga picha yako, unaiuza ile picha. Unawauzia, unachukua ile picha, watu wanakuuza book cover, na mimi nimezinunua baadhi. Kwa angalia jinsi gani kile unachokifanya kiwe katika professional level ya kupelekea wewe katika mazingira kufanikiwa. Kwa hiyo japokuwa kuna wazazi, kuna jamii, kuna serikali, wewe kama wewe ndio mstakabali wa maisha yako wewe kama wewe. Usitarajie serikali kutafutia ajira wewe. Tengeneza fursa mwenyewe. Kwamba mimi nimesoma. Je, nikianza kufuga kuku kisomi nafanyaje? Mimi nimesoma. Nikitaka kuanza kufanya kazi ya uandishi wa vitabu nafanyaje? Sekondari mnasoma kitabu kinachoitwa Ngoswe, Penzi Kitovu cha Uzembe. Kila kitabu kimeandikwa na marehemu Edwin Semzaba. Hivi mnajua Edwin Semzaba wakati anaandika kile kitabu alikuwa na umri wa miaka mingapi? Au alikuwa form gani? Alikuwa na level gani ya elimu? Kitabu cha Ngoswe, Penzi Kitovu cha Uzembe. Alikuwa na umri gani? Au alikuwa na elimu gani? Mwenye miwani kwanza tuanze kuuliza ile swali kwa sababu ukivaa miwani tunaamini wewe ni smart. Badala ya kusema kama unaumwa macho. Hajui. Hamjui alikuwa level gani? Nyie mko form gani nyie? Ndio. Nyie mko form 3? Form 2. Edwin Semzaba alikuwa form 3 wakati anaandika kitabu cha Ngoswe, Penzi Kitovu cha Uzembe. Alikuwa form 3. Kitabu ambacho ni kitabu ambacho kimefundishwa Tanzania miaka na miaka. Leo hii nikikuuliza wewe uko form 2 form 3, wewe kitabu chako kiko wapi? Kiko wapi? Huna. Kwa hiyo usiangalie kwamba kuandika kitabu lazima niwe daktari, PhD holder. Sio lazima. Umefanya nini mpaka sasa hivi? Leo hii wewe ukifa, umeacha alama gani? Usiye bibi bado ni mtoto, miaka 17, 16, sawa? Bado ni mtoto. Nenda kwenye YouTube, kaangalia wale kina Ryan, wale watoto wadogo, ana miaka chini miaka 10. Kwenye YouTube anafanya nini? Ameingiza kiasi gani cha hela kila mwaka? Kwa hiyo ni kwamba sikatai, lakini ni kwamba lazima muhakikishe kwamba mjue kwamba kila hatua ya maisha uliopo kuna vitu lazima ukamilishe. Hakuna kusubiria kwamba mimi mpaka nifikishe umri fulani ndio lifestyle ya kusema kwamba mimi sasa hivi naanza kukamilisha. Inakuwaje? Kwa wewe kama wewe inatakiwa uanze sasa hivi, uondokane na makando kando yote ile pale. Nyie wote humu ndani naamini mna wazazi, aidha mzazi mmoja, wazazi tu wawili. Wazazi wako unawapenda, lakini
wewe ni kuuliza sasa hivi, tangu umezaliwa mpaka sasa hivi umeshawaandikia barua ngapi wazazi wako kama unawapenda? Una miaka 15. Umeshaandika barua ngapi? Ngapi umesema? Sio kununua kadi. Ni mara ngapi umeshawaandikia barua wazazi wako? Barua kwamba nakupenda, I love you mama au baba, whatever utakavyojua. Au mara ngapi umeshanunua kadi za birthday? Tuanzie hapo. Au kadi za sijui za anniversary? Mara nyingi. Yeah. Sasa kawaida zile kadi unaweza kuzinunua, zile kadi za Valentine, sijui za kadi za Christmas, za mwaka mpya, sijui kadi za birthday, sijui za anniversary, sijui nini za congratulations, graduation. Zile kadi zinaandikwa kama ifuatavyo. Wananifuata mtu kama vile mimi. Kampuni inaniambia, bwana, andika barua kwa mtoto wako kuhusu unavyompenda mtoto wako. Mimi naandika barua, namwangalia mtoto wangu, naandika barua kwa mtoto wangu. Nikishaandika ile barua, nafuta ile jina la mtoto wangu. Nafuta jina pale, jina langu mimi. Alafu ile barua nawapa wale watu. Wale watu wanaenda kuiprint na kuwa ni kadi. Kumbuka yale maneno yale kwenye ile kadi sio maneno yako wewe. Ni maneno yangu kwa mtoto wangu. Ila wewe unaenda pale kuchukua ile kadi. Unaweka pale tu DSO. Yale sio maneno yako. Maneno yako yako wapi? Sasa nataka kuwapa changamoto tu kwamba kadhaa, kwamba tafuta mbinu mbalimbali za kuweza kufanikiwa. Huwezi kujua kama kipaji chako ni uandishi kama usipoandika. Huwezi kujua kipaji chako kama ni mwogeleaji mkubwa duniani kama hujakwenda kuogelea. Huwezi kujua kipaji chako wewe kama ni public speaker kama utaenda mbele ya watu unaanza kuongea. Sasa mwaka 2012 nilianzisha utamaduni mmoja. Mtoto wangu alikuwa anatimiza mwaka mmoja. Katika kutimiza mwaka mmoja akawa nilikuwa nimpe zawadi ya birthday. Zawadi gani nitakayompatia ambayo ataikumbuka maishani kwake kote? Nikisema ninunue viatu atasahau. Keki itakuwepo lakini hatakumbuka keki namna gani mtoto mwaka mmoja. Nikasema ngoja nisio utamaduni wa kuwa namwandikia barua katika kila siku muhimu katika maisha yake. Zile barua hizi ni miongoni mwa barua chache. Paka sasa hivi hizi ni barua chache. Ziko barua zaidi ya barua 200-300 sasa hivi ambazo nimemwandikia mtoto wangu wa kwanza, mvulana miaka 11, sasa hivi anaenda kumalizia miaka 11. Mtoto wangu wa pili miaka 6 na mtoto wangu wa 3. Nimekuwa naandika zile barua. Zile barua nikazibadilisha kuwa vitabu. Kitabu cha kwanza hicho hapo. Hichi kitabu kina peji zaidi ya 180. Ni barua kwa mtoto wangu tu, kumwambia jinsi gani anavyompenda. Kwa hiyo unaposema kufikiria katika maisha, kufanya vitu, usifikirie mpaka uje kugundua Mary. Fanya vitu vivi vidogo in a perfection way. Mtoto wangu wa pili anapenda sana kucheka na furaha sana kila wakati. Nikaandika kitabu. Hichi inaitwa Loving Father. Hichi inaitwa Claire Francisca, the happiest girl on earth. Kwa ni barua jinsi gani ya ku-raise mtoto wa kike, mimi kama baba yake inakuwaje, nimejifunza nini. Kitabu hiki hapa. Mtoto wa 3 ana miaka 2. Siku anayozaliwa tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2019, siku anayozaliwa nikarelease kitabu hichi hapa. Wakati bado yuko tumboni nikawa namwandikia barua, letters to my unborn daughter. Kwa nina vitabu jumla vitabu 11. Nitazidi kuandika vitabu sana. Sikuwa nataka kuwa mwandishi wa vitabu, ila baada ya kuanza kuandika nikagundua kitu ambacho naweza kuandika. Na hichi kitu sio kitu cha ajabu sana. Kuna dada mwingine rafiki yangu, baada ya kuona nimefanya kitu kama cha namna hiyo hapo,
Akaanza utamaduni wa kuandikia barua mtoto wake. Alipoandika zile barua, ameandika zile barua, akaziconvert, akaandika kitabu hiki hapa. Damu Yangu Dylan. Alafu na kitabu cha Kiingereza cha hivi cha hii hapa. Kwa humu ndani hakuna mambo ya ajabu sana, ni kuandika tu vijisikia unavyompenda mtoto wako. Maisha yako yanaendaje, unataka aje kuwa nani, mtoto zake ni zipi, utamsupport vipi, ni vitu vya kawaida. Kwa haijalishi una umri gani, kuna vitu vingi sana unaweza kuvifanya. Unaweza ukaandika wewe, unaweza ukaanzia utamaduni, ukaandika summary ya wiki nzima umefanya nini. Kila wiki umefanya nini? Bwana mimi wiki hii yani kila wiki, asimu kwa muda wa miaka 3. Kila wiki, mwezi, mwaka mmoja na wiki 52 50 ngapi hizo. Kwa kila wiki ni page moja. Chukulie wiki ya kwanza, Januari, wiki ya kwanza umefanya nini? Yani wiki hii nimefanya 1 2 3 4 5. Nimejifunza hiki na hiki na hiki na hiki. Nimeshindwa hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Wiki ya pili, wiki ya tatu. Summarize kila wiki kile pale kwa muda wa miaka 3. Hizo ni wiki 150, 160. Ni page zaidi ya 160, hicho ni kitabu tayari. Kwa usifikirie kuandika kitabu lazima uandike kitabu cha mambo ya Newton. Nenda sasa hivi kwenye online, tafuta kitabu, mfano kitabu The First 20 Words of a Child. Kuna vitabu vinauzwa mamilioni ya copies. Si dad, mom, sijui nini, mother, bab, whatever. Vipo vya namna ile pale. Si orange nini, apple, sijui nini. Je, wewe umeshakuwaza kuandika kitabu maneno 50 ya kwanza ya mtoto kwa Kiswahili? Baba, mama, samaki, kuku, njiwa, whatever. Umeshakuandika hicho kitabu? Hakipo? Andika. Kwa point ni kwamba anza kufikiria umri wako huu, miaka 15, 10 ngapi. Baadaye tunapozungumzia kwamba nataka kwenda nje kutafuta scholarship, kutafuta vitu gani, utakompiti na watu dunia nzima. Wakati wewe unakula viazi, kula mihogo, unakula ugali na kwenda kuangalia katuni Sidingo na kuangalia nyimbo za kina Harmonize, kuna mtoto wako China kwenye umri wa kwako sasa hivi yeye anataka kuwa engineer, amesha kujifunza kufanya coding, amesha kujifunza kutengeneza website. Nje ya darasani umetumia YouTube namna gani kuacha kuangalia nyimbo na katuni na comedy? Tumia YouTube yako, nenda kwenye YouTube how to create an app. Kuna tutorials mle ndani. How to create a website. Unataka kuwa engineer, kuwa mwanasayansi, how to start something. Anza kujifunza elimu nyingineyo, ili kwamba baadaye sasa unapokuja kufanya vitu vinginevyo unakuwa katika mazingira mazuri ya kuweza kufanikiwa. Kwa sababu unapotaka wewe kusema kwamba mimi nataka kwenda Harvard, ambayo ni the best university on the planet Earth, nataka kwenda Stanford, nataka kwenda MIT, nataka kwenda Cambridge, kwenda Oxford, in the end hawaangalii mimi ni masikini, nimetokea kwa kutembea kilomita 5 kwenda shule, sina maji, niko nakula mlo mmoja. They don't care about those crazy stuff. Mimi ni yatima, they don't care. Wanataka kuangalia matokeo yako ni nini na umefanya nini katika jamii yako. Unakuta mtu anamaliza mpaka chuo kikuu, what is your work experience? Mimi sina work experience kwa mwanafunzi. You are 22 years old, hujai kufanya kitu chochote kile pale katika hii dunia. Kwa nini unakula na kusoma tu? Hata na kusoma kwenye huna first class, huna A zote. So what were you doing? Kwa hiyo kumbuka kwamba haya maisha, kusoma kunaendana na maisha. Usiseparate hivi vitu viwili, vinaenda kwa wakati mmoja. Unasoma darasani, mwalimu wako alishakuishi Marekani, alishakwenda kusoma Uingereza. Muulize, maisha kule yako vipi? Umejifunza nini? Mquestion. Akufanyia kupa inspiration zaidi. Ukutana na doctor, muulize. Hao ni maisha ya watu ili uweze kupata. Tanzania hatuna ile opportunity ya kuwa na wale wanaitwa academic advisors and career counselors katika shule. Kwa hiyo inabidi wewe usianze kukuta kusoma tu course kwa sababu muona mtu fulani ameact kama doctor kwenye TV. Anza kuuliza, anza kujua, hii ndio ile course how can I get A in mathematics? Tafuta mtu alipata alikuwa Tanzania 1. Muulize, ulipataje A zote? How unapataje A 7? A 10 unawezaje? Akuleweshe.
Tafuta mtu aliyepata F. Muulize ilikuwaje mpaka kupata F. Ulikuwa usomi? Ulifanya mistake gani? Niepuke makosa gani nisije kapata F. Kwa sio kila wakati lazima ujiassociate na watu waliofanikiwa sana. Tafuta vile vile watu ambao kufanikiwa kueleza kwa nini hujafanikiwa katika ile eneo lao. Wale ni walimu wazuri vile vile. Kwa hiyo acha kuwa na vitu ambavyo vinaweza vikakushusha chini. Acha kuwa na lawama. Acha kupeleka sababu sisi ni maskini kwa sababu tulitawaliwa. Mimi ni maskini sababu wazazi wangu ni maskini. Mimi ni maskini kwa sababu Tanzania ni maskini. Mimi ni maskini kwa sababu natokea kijiji maskini. Are you kidding me? Mimi natokea Kigoma. Nimesomea Kigoma, nimekuja Dar es Salaam kwa sababu ya chuo kikuu. Ila sikuzuiliwa na maisha kwamba lazima niende chuo kikuu Dar es Salaam, kwamba wewe umezaliwa Dar es Salaam, wewe una internet, wewe una access ya kila kitu hichi wako. Is how you are going to use social media. How are you going to use internet on your own advantage? Hicho ndio kitu kikubwa kinachokuwepo sasa hivi. Ulizeni maswali jamani. Unasema? Uliza tena sijasikia. Walikukubalije kujiunga na jeshi? Aha. Kujiunga na jeshi la Marekani lazima kwanza kuna kitu kinachoitwa green card kwa hapa Marekani. Green card ni kadi ambayo inakuruhusu kuwa mkazi wa kudumu wa Marekani, yani permanent resident. Kwa lazima kwanza uwe Marekani. Alafu hatua ya pili uwe permanent resident wa Marekani. Ukishakuwa permanent resident wa Marekani, unakuwa una sifa ya kuwa mwanajeshi ukitaka kujiunga. Kwa lazima uwe katika umri fulani, uzito fulani na uweze kufaulu mafunzo yao. Kwa unajiunga katika mazingira ya namna ile pale. Na jeshi la huku lina mkataba. Sio kama jeshi la Tanzania ukijiunga umejiunga moja kwa moja, no. Hapo unaingia kwa mkataba, unaanza miaka kama 4, alafu baada ya pale unakuwa unaongeza 2 3 tegemeana na contract yako inavyokwenda. Lakini jeshi la huku jeshi lina mafunzo, jeshi ni jeshi, lakini ni mafunzo sio kama mafunzo ya Kiafrika, majeshi ya Kiafrika ambayo ni kama kutoana roho. Jeshi la huku ni mafunzo ambayo yameandikwa kitaalamu kwamba mafunzo haya malengo yako ni haya hapa, yana syllabus maalum. Mwanajeshi hawezi kukuniga wewe kuchapa viboko, hivyo vitu huwezi kufanyiwa. Ataka kufanyia hivi anafukuzwa kazi. Kwa sababu ni kama vile uende kazini wewe uanze kuchapa viboko kazini kwako. Mimi na swali. Kwa mfano kama mimi napenda sana kazi ya unesi, lakini kuna kazi nyingine ambayo naipenda kama upishi wa keki. Kazi nyingine ni nini? Nataka natamani kuwa mpishi wa keki mkubwa kaki. Yeah. Kupika keki. Yeah. Ngezea keki kubwa. Yeah. Lakini nakutana na changamoto za maisha, kwa mfano kama nyumbani labda hali ngumu, labda kutana na sababu vifaa vile vya keki. Sasa ndio kutimiza ndoto yangu hiyo ya upikaji wa keki. Yeah. Kiachia hii ndoto nyingine. Yes. Kwanza kitu cha kwanza napenda kitu kimoja nimezungumza kwamba wewe una ndoto kuwa nesi, ndoto unakisomea, lakini vile vile unapenda kwa unatengeneza keki in a professional setting. Haina maana kwamba kuwa nesi, kuwa engineer usifanye mambo mengine unayoyapenda. Mimi ni professional, nimesomea mambo ya conflict resolution. Ninaandika vitabu. Mimi mwenyewe ni mpishi. Kuachilia kujua kupika kutokea nyumbani. Nyumbani si wanaume, wanawake walikuwa lazima wapike. Mimi hapa nimesomea professional. Mimi ni professional chef. Nimesomea na ni certified chef hapa Marekani. Nyumbani mimi hapa ndio mpishi mkuu. Kwa hiyo ninapika nyumbani. Ninapika ni professional setting. Ninaandika vitabu. Ninafanya YouTube. Lakini I didn't start kuwa YouTube. Kwa hiyo yes, unaweza kuwa nesi. On the side
baada ya masaa ya kazi unafanya nini? Kwa mfano mimi nimeanza kuongea na nyie saa moja iliyopita. Saa moja iliyopita ilikuwa ni saa 11 kamili asubuhi ya kwangu. Na hiyo saa 11 kamili asubuhi nimeamka tangu saa 9:30 saa 10, mimi nimeshaanza siku. Mimi huwa naamka mapema. Either nalala mapema saa 2, naamka saa 8 au saa 9, au nachelewa kulala nalala saa 5 saa 6. Naamka saa 12. Kwa lengo kubwa inabidi utafute masaa mengineyo nje yale masaa ya kazi yako kufanya majukumu yako mengineyo. Kwa hiyo wewe ukisema uwe nesi, it's okay. Soma kama kawaida. In your spare time, anza kujifunza kwa kuangalia videos. Ikitokea training, sometimes kuna madada wengine hapa Tanzania huwa wanatoka mafunzo ya keki. Kipindi fulani wanachaji hela, kipindi fulani wanafanya for free. Anza kujifunza. Hilo swala la vyombo, vifaa vitakuja baadaye. Unaweza kana vifaa alafu huna ile morali. Kwanza inabidi uwe na hasira mle ndani. Everything comes from the dream. Everything comes from maamuzi yako ndani ya moyo wako. Hasira. Kama una internet, anza kila siku angalia video moja wanapotengeneza keki. Jipe hasira. Soma zile ingredients. Anza kutengeneza wewe ingredients zako. Kwamba hivi nikichanganya hiki na hiki na hivi ikawa ni nzuri. Anza kuandika your cookbook yako. Ili siku ukipata vile vifaa unakuwa tayari umeshaendelea. Vifaa vile pale Yesu anajua ni gharama. Vingine sio gharama sana. Lakini huwezi kwenda kwa mtu, kwa mfano chukulia mfano baba mimi, kwamba bwana mimi nataka kuja kutengeneza keki. Unaweza kanipa hela nikanunue vifaa. Lakini nikuuliza umeshaangalia videos ngapi? Umeshaenda kwenye free training ngapi? Huna hata moja. Niambie umeshaandika kwenye daftari ingredients gani unataka kutengeneza keki za namna gani? Unataka kutengeneza keki za harusi au za birthday? Au keki za namna gani? Au keki tu za lazima umesha exhaust all information. Ili hata mtu kumwambia mtu fulani nataka kutengeneza keki, nisaidie vifaa, umeshajua kifaa gani kinatakiwa, kinaitwaje, kinapatikana wapi. Hizo lazima ufanye hizo research ili tukija kumwomba mtu msaada anajua huyu mtu ali ana hasira. Ila sio naomba mtu msaada kwa bwana mimi nataka nitengeneze keki. Nitengeneza keki hata kwamba hata rangi ya keki gani unataka kutengeneza. Unataka keki za chocolate au za vanilla. Vanilla yenyewe ni ngumu kupatikana Tanzania. Lazima ujue aina gani za keki, material yake yanapatikana vipi, design gani ni nzuri. Fanya research ya kutosha ili utakwenda kumwambia mtu anakuelewa. Hata kama usipofanikiwa lakini tayari ushafanya research yako ya kutosha. Ndio maana nilikuwa nazungumza kwamba unapokuwa msomi lazima ufanye mambo kisomi. Sio nasikia leo bwana huko sasa hivi maparachichi bwana kule Mbeni yanalimika vizuri sana. Ukiacha kwa mjini, ukipeka usi Arabuni, ukipeka si nchi gani wanauza. Unajua za kibali gani cha kuuza matunda nje ya nchi yako. Umeshakwenda kwa watu wanakuwa hawajui. Akishamaliza kila kitu anakuja pale. Mimi nalima miti ambao TANESCO ananunua. Tanzania sema kila mtu analima miti ambao uuze TANESCO. Je, TANESCO ananunua miti ambao ni kiasi gani ile mistimu? Fanya research. Je, ile miti ile pale kuachilia kutengeneza mistimu ya TANESCO inafanya kazi gani? Mtaiuzaje? Kama ni mbao, je, sheria Tanzania inaruhusu kukata miti mingi kutengeneza mbao? Lazima ufanye hizo research zote na kufanya projection. Hii miti inaliwa kwa muda wa miaka 10. Miaka 10 ijayo trend ile soko litaendaje? Kwa hiyo in the right direction, lakini lazima ufanye mambo kisomi. Hata kama uko form 2, form 3, form 4, kuanza kuandika chini. Daftari. Andika kila unachokitaka. Mimi mwenyewe hapa kila ninachokitaka nikimaliza kila kitu naandika. Nikiwa kitu fulani idea fulani imekuja na iandika. I write it down. Unaona? Lazima ufanye vitu vinavyo pale. Yeah. Unaambiwa bali bila daftari haina maana. Utasahau tu. Ila ukiandika utarudi pale. Unapitia ndio kwa malengo yangu mimi. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Nilikuwa nasema nafikiri kwa leo inatosha, watakuwa wameelewa. Maana ukiwafidi sana nao wanaweza kuchanganyikiwa. Yeah. Then if they have else nitazungumza nao, then can have another session next time. Kwa sababu doesn't take anything kuzungumza nao. Exactly. Yeah. Mimi napenda kusema asante sana kwa fursa ulionipatia kuongea na wanafunzi wako, kujua maisha halisi na misingi ya mafanikio inaendaje.
Kitu kikubwa napenda tu kuwatakia mafanikio makubwa. Soma sana, pata GPA kubwa, matokeo, pata results nzuri. Lakini kitu kingine ni kwamba una kipaji, hakikisha unatumia kipaji chako vizuri. Hakikisha unatumia mitandao vizuri. Nenda kwenye YouTube jifunze vitu. Nenda kwenye Google search vitu ambavyo vitakupa fursa ya wewe kuzidi kufanikiwa, fursa ya wewe kujua vitu vinginevyo. Uko katika ulimwengu sasa hivi ambao mafanikio ni rahisi sana kuyapata kama ukiwa uko focused. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nataka kuhakikishia tu kwamba kufanikiwa utafanikiwa, lakini kikubwa ni kwamba everything depends on you. Yes, kuna serikali, yes, kuna wazazi, kuna jamii, hivyo vitu vyote, lakini it comes down to you. How much you really want to succeed. Jua blueprint ya kile kitu cha kufanikiwa ni kipi. Usisite kuomba msaada kwa mtu ambaye unajua amefanikiwa. Tafuta watu ambao wamefanikiwa au katika ile sekta, kama ni doctor, kama ni engineer, kama ni mfanyabiashara, ongea nao wakupe ushauri na jinsi gani wenyewe walivyofikia katika zile njia ambazo za kufanikiwa. Asanteni sana. Alafu one last thing, nakumbuka kabla sijaanza hii hapa walikuwa wanaweka comment kwamba jamani nyumba nzuri sana. Wanasema ukija Marekani unakuwa na nyumba namna hii hapa. Hii hapa ni karatasi jamani. Yeah. Yeah. Ni fake background. Kwa hiyo msishangae sana. Yeah. Yeah. Ni kwamba unapokuwa katika studio na kwa katika studio anakuwa background za namna ile pale. Kwa hiyo ninazo nyingi sana. Kwa mfano nikigeuza hapa pembeni nikitaka kutumia kama ule ile pale ni fake, sio dirisha hilo hapo. Ile pale sio dirisha, ile ni fake background. Yeah. Kwa hiyo ngoja waoneshe kitu kwa namna hiyo hapo, mafanikio mema, Mungu. Hamna nini, ni kawaida tu yani. You see? Ni karatasi maalum ambayo limeandaliwa katika 3D format kwa niaba ya kutengenezea videos au kwa attend meetings. Wewe wa huko unaona kama hii hapa ni background ya ukweli, lakini sio. Sasa sitaki muondoke na ile impression kwamba jamani nyumba sana. Ngoja jamani kata kuna nyumba kali kama ile pale. Yes, unaweza kuwa na nyumba kali kama namna hii hapa, zaidi ya hii hapa. Ni vitu vya kawaida, lakini hapa ni just normal background. Haya, kwa elini jamani. Mungu awabariki. Weekend njema.